Mheshimiwa Mainyila, karibu sana uzungumze na wananchi wa Ukonga. DJ, tumlete. DJ. Yeah, na tujumu. Watu wa Ukonga peoples. Nilikuwa namuuliza mkurugenzi kwamba hiyo nyimbo aliyoiweka DJ tunachezaje sasa? Na nimeona kama ni kwaya. Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa chama chetu, Mheshimiwa mwenyekiti wa baraza la wazee, mkurugenzi wetu wa habari na mawasiliano, viongozi wa mikoa na watu wa Ukonga peoples. Mimi naitwa Deogratius Mahinyila, ni mwenyekiti wa baraza la vijana wa Chadema Taifa. Sisi tunaitwa Bavicha. Na mimi namshukuru Mungu nimekuwa sehemu ya msafara wa makamu mwenyekiti wetu wa chama kuja kuzungumza na kushare experience na nyie watu wa Ukonga kuhusiana na nini wenzetu kiliwatokea mwaka jana kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, na sisi pia tunaweza tukawaambia mambo mawili matatu, kwa sababu na sisi pia tumetoka kwenye maeneo ambayo hayo yaliyowakuta hapa Ukonga na sisi pia tulikutana nayo maeneo mengine. Mimi mwaka jana na mimi nilichukua fomu na nilitia nia ya kuwa mgombea wa mwenyekiti wa kijijini kwetu huko. Kijiji kinaitwa Berege, kiko wilaya ya Mpwapwa, mkoa wa Dodoma. Kwa hiyo na mimi ni sehemu ya watu ambao nililiwa kichwa. Msimamizi msaidizi wa kata ya Berege alisema sina sifa ya kugombea mwenyekiti wa kijiji. Kwa hiyo mambo haya yalitokea taifa zima. Wagombea wa Chama cha Mapinduzi 300 wote ambao waligombea kwenye serikali za mitaa, kwa maana ya vitongoji, vijiji, mitaa, Tanzania nzima, wajumbe wote 300, hakuna hata mmoja ambaye alikatwa kwa kosa lolote, iwe kukosea kujaza fomu wala kosa lolote. Lakini sisi wa Chadema nafikiri ndio tulikuwa tunafanya hayo wanayoita makosa. Sasa baada ya hayo yote nafikiri ndio maana chama kilikuja na msimamo ambao na sisi kama baraza la vijana tunauunga mkono kabisa, msimamo wa no reforms no election. Lakini kwa siku za karibuni naombeni niwatieni sana moyo wazee wangu, mama zangu na mimi naombeni niwatie moyo kupitia kisa kimoja cha marafiki wakubwa wawili. Kuna mtu alikuwa anaitwa Nduli Diamini na mtu anaitwa Milton Obote. Huyu Milton Obote yeye alikuwa ni waziri mkuu wa kwanza wa Uganda na baadaye akawa rais. Sasa wakati Uganda imepata uhuru mwaka 1962, huyu Milton Obote miongoni mwa watu aliyokuwa anashirikiana nao kuitawala ile Uganda ni mtu alikuwa anaitwa Kabaka Edward Mutesa wa pili. Huyu Kabaka alikuwa ni mfalme wa Buganda. Alikuwa ni kiongozi mkubwa wa hilo jimbo la Buganda, hiyo jamii ya watu wa Buganda, na yeye alikuwa na nguvu kubwa sana. Sasa ili Milton Obote atawale, alikuwa ni lazima awe na ushirikiano kadhaa. Walikuwa na shirikisho kati yake na nani? Milton Obote kati yake na Kabaka Mutesa. Sasa haya mashirikiano yalienda na baadaye sasa Obote akaona ili aitawale vizuri Uganda ni lazima mgeuke Kabaka, kwa sababu alikuwa anaona paka na ile jimbo la Kabaka ni sehemu ambayo ina nguvu sana. Sasa atafanya nini ili kumteka Kabaka na jamii yake na ile jamii yake nzima? Obote alikuwa anamtumia mtu anaitwa Nduli Diamini. Alimpandisha vyeo kwa haraka haraka sana kule jeshini. Na baadaye Nduli ndo aliyetumika kumpindua nani? Obote. Si ndio? Sasa wakati Obote anamtumia Nduli kumpindua Kabaka, kwamba hiyo jamii ya Buganda ni lazima wewe uondoke na Nduli ndo jeshi langu. Kwa Nduli akafanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha anamuondoa Kabaka kwenye ile jamii ya Buganda.
Hiyo kazi aliifanya nani? Nduli. Nduli alivyomaliza kumuondoa Kabaka, baadaye akaona hivi huyu Obote ni mtu sahihi kweli kuendelea kuliongoza hili taifa? Kwa sababu aliona Obote hayuko kwenye mioyo ya wananchi. Nduli naye tamaa zikamuingia, akamgeuka Obote, akampindua mwaka 71. Yeye ndo akawa mtawala wa ile nchi. Na sehemu ya migogoro kati ya Nduli na Obote ilikuwa ni mzozo kuhusu madaraka ndani ya jeshi, kwa sababu Nduli aliona kama Obote kuna watu wengine anaanza kuwapa vyeo ndani ya jeshi, lakini pia masuala ya mgawanyo wa fedha. Nduli akaona sasa huyu Obote mimi nikimwacha anaweza akatengeneza mtu mwingine kuchukua nafasi yangu. Kupitia kisa hichi cha Obote na Nduli na Kabaka, na hii ndio historia ya mataifa yote duniani. Leo CCM inawatumia polisi, inawatumia usalama wa taifa kwenye mambo ya hiana, kwenye mambo ya kuwaonea watu. Ipo siku hawa mapolisi, hawa watu wa usalama wa taifa na vyombo vyote vya ulinzi na usalama, ipo siku itatokea migogoro ndani ya vyombo hivi. Wataanza kuona mbona fulani anapendelewa sana na mkuu wa nchi kuliko mimi. Wako watu wataanza kuumia ndani ya majeshi yetu, ndani ya vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kwa kutokupewa nafasi na serikali iliyoko madarakani. Waasi wa kwanza watakao kuja kutokea kwenye taifa hili sio Tundu Lissu. Watakuja kuwa ni viongozi ndani ya majeshi yetu, kwa kuona kwamba ni kwa nini wao wako kwenye majeshi hawapati nafasi kubwa. Kwa wakati huu ambao CCM inadhani polisi ni marafiki zao, jeshi la wananchi ni marafiki zao, usalama wa taifa ni marafiki zao, ipo siku hivyo vyombo vya ulinzi na usalama vitakuwa na chuki kubwa na CCM kuliko Chadema. Kwa sababu wapo watu watakao kuwepo kwenye majeshi wataona mbona sisi kila siku ya Mungu hatupewi nafasi. Na niwaambie ni kitu ambacho hakisemwi hadharani. Sasa hivi huko mtaani wako watu wana vyeo vikubwa kwenye jeshi la polisi. Mambo haya CCM mkiendelea kuyashabikia, mkiendelea kuyaona ni mambo mema na ya maana kwenye taifa hili, wako watu wanaotoka kwenye upande fulani wa muungano kwenye taifa hili walioko huko kwenye majeshi wataumia na wataanza kuona ni kwa namna gani wajitetee. Sasa haya yote babu wanajua watu hawa wanawaamsha Watanzania, na CCM inaamini Watanzania wamelala. Sasa Mungu alivyowaajabu kule South Africa, mzee Mandela aliwekwa jela wakiamini kwamba huyu tukimficha jela mapambano ya hao watu kudai nchi yao yatakoma. Lakini Mandela alikaa miaka 27, alivyotoka huko jela akawa rais wa Afrika ya Kusini. Kwa hiyo niwatieni moyo sana ndugu zangu watu wa Ukonga. Lolote linalofanywa na CCM kwenye taifa hili, wao wanadhani Watanzania wamelala. Lakini kiuhalisia, ukiwazuia watu wasiende mahakamani kusikiliza kesi kwa mfano ya Tundu Lissu, yale mabomu yaliyopigwa siku ile, vile virungu walivyopigwa siku ile watu wa Chadema, vimeisaidia sana Chadema kufikisha ujumbe wake kwa Watanzania. Tanzania wasifuatilie mambo ya mtu aliyesema wao wenyewe kwamba ni muasi, ni muhaini, ni gaidi kwenye taifa letu. Kwa nini wanamzuia? Kwa hivyo vitendo vyao wanavyovifanya wanawasaidia Watanzania, wanatusaidia Chadema kuendelea kuwa na hoja za msingi kwamba watu hawa wanaowazuia Watanzania kwenda kuhudhuria kesi, watu hawa wataweza kuruhusu mwanachadema ashinde kitongoji? Sasa naomba nimalizie kwa mambo yafuatayo. Wakati naanza kuzungumza nimesema sisi Bavicha tunaunga mkono msimamo wa chama chetu wa no reforms no election. Na mapambano haya tunayoyafanya, watu wengi watatuona kama hatuna akili. Wakati mwaka 1954 wakati Mwalimu wanaanzisha TANU, ulikuwa ukipita mitaani ukasema kwamba tunaenda kudai uhuru, watu walikuwa wanaona Nyerere kama kachanganyikiwa. Yaani wewe Nyerere utaweza kweli kulifanya hili taifa lipate uhuru kwa hao wazungu? Hata sisi Chadema wako watu wanaotuona tumechanganyikiwa. Jambo lolote la maana ukiwa unalifanya
mwenye akili ndogo huwa anajua unapoteza muda. Naombeni niwatie moyo ndugu zangu wa Ukonga. Chadema ni mpango wa Mungu, hakuna muda wowote tunaopoteza. Kwa sababu tungekuwa tunapoteza muda au tungekuwa tufanyi kitu cha maana, CCM wasingekuwa wanahangaika na Chadema kila tunapokwenda. Hapa tulipo wamehangaika, wanatuma watu, wako watu mmekaa nao hapo, mnadhani ni wanachadema wenzenu, lakini tungekuwa watu tusio wa maana, wasingekuwa wanahangaika na sisi. Kwa CCM wanafahamu kwamba Chadema ni chama kilichopo kwenye mioyo ya wananchi, mioyo ya Watanzania, na ndio chama pekee ambacho ni chama cha upinzani kweli kwenye taifa hili na kina nia ya kuwakomboa Watanzania. Kwa hiyo asitokee mtu yoyote miongoni mwenu akawafanya mkaamini kwamba tunayoyafanya ni kupoteza muda. Sio kweli. Tumalizie kwa kusema mambo yafuatayo. Msitegemee kwa kipindi chote ambacho Mheshimiwa Lissu atakuwa mwenyekiti wa Chadema taifa, John Heche atakuwa makamu mwenyekiti wake, John Mnyika atakuwa katibu mkuu wa chama, na mimi nitakuwa mwenyekiti wa baraza la vijana wa Chadema. Msitegemee wakati wowote tutatoa kauli laini za kuwafurahisha. Ni heri tutoe kauli ngumu ambazo nyinyi mtaamini haziwezi kutekelezeka, lakini kauli hizo kama zitakuwa ni kauli sahihi zinazopaswa kutolewa kwa ajili ya kulikomboa taifa hili, sisi tutazitoa. Msipozitekeleza kauli hizo, nyie vijana wa Chadema, msipokuwa sehemu ya kuweka mikakati ya kutekeleza kauli hizo, dhambi hiyo haitakuwa ya viongozi. Dhambi hiyo itakuwa ya nyinyi wanachama wa Chadema, itakuwa ya kwenu nyinyi wa Tanzania kwa kutokutekeleza kauli na misimamo ya maana ya kulitoa taifa hili kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo msitegemee tutawaambieni kauli za kufurahishana. Tutakuwa tayari kutoa kauli zozote ambazo hata kama zitaugharimu uhai wetu, lakini kama zitakuwa ni kauli za kutofanya tu wafanyabiashara wa uhai wa watu kwenye mapambano haya ya kuidai Tanzania mpya, kauli hizo zitatoka, na kadri tutakavyoweza tutazisimamia kwa sehemu yetu. Wako watu wanadhani Chadema ilianzishwa kwa ajili ya kumtafutia mtu fulani ubunge au udiwani au wenyekiti wa serikali ya mtaa. Hayo hajawahi kuwa ni malengo ya Chadema. Na yeyote anayedhani chama hiki kimeanzishwa ili yeye awe mbunge, aondoke Chadema, ili sio eneo sahihi la yeye kuwepo. Na Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, naomba nitumie jukwaa hili, hii taarifa ifike. Wako watu waliigeuza Chadema kuwa ni biashara. Tunawajua kwa majina, tunawajua kwa sura zao. Kokote mlipo, wako vijana, tuko vijana, tumesacrifice maisha yetu kwa sababu ya haya mapambano ya kudai haki, mapambano ya demokrasia kwenye taifa letu. Waathirika wakubwa kwenye nchi hii wamekuwa ni vijana, wanaoongoza kwa kuvunjwa miguu, wanaoongozwa kwa kuuawa, wanaoongozwa kwa kupelekwa majela, ni vijana wa taifa hili. Hatutakubali mtu yoyote anayedhani yeye, lipo kundi la watu wengi tu wa Ukonga wapo kumpigania yeye awe mbunge anufaike yeye na familia yake. Hii ni mara ya mwisho Bavicha kuzungumza na watu wa aina hiyo. Ipo siku tutabadili utaratibu wa kuzungumza na watu hawa, ikiwemo kuwaanika hadharani na kwa majina. Ni wakina nani wanadhani Chadema ni biashara yao na wamekuwa wakikitumia chama hiki kufanya dili na Chama cha Mapinduzi. Hawa watu tunawafahamu kwa sura, tunawafahamu kwa majina, tunawafahamu wanakoishi. Kwa hiyo wajiite G55, wajiite jina lolote lile wanaloweza kujiita, na wako ambao hawako hadharani, tunawafahamu, wamejificha mahali, wanawatumia watu wengine. Sisi kama vijana wa chama hiki, mimi nikiwa mwenyekiti wa baraza la vijana wa Chadema, kwa vile sisi ni kundi
ambalo kwa mujibu wa katiba ya chama na mwongozo wa baraza letu unasema sisi vijana tutakuwa ni nguvu ya mabadiliko. Kazi hiyo tutaifanya kwa wivu mkubwa na hatutaogopa mtu yoyote kwa sababu hatuna cha kupoteza. Kuwepo Chadema ni sacrifice. Kuwepo kwenye mapambano haya ni sacrifice. Ni kujitolea muhanga kwenye maisha yetu. Hatuwezi kukubali kuendelea kuwepo Chadema na tukawa vijana machawa wa kuwasindikiza watu kuendelea na biashara zao. Hilo hatutakubali. Mwisho. Nawaombeni sana watu wa Ukonga. No reforms, no election. Vijana wa Chadema, kama kesho mimi mwenyekiti wa vijana sitaamka nikiwa salama, hiyo isiwe sababu ya nyinyi kuacha kupigania mnachokiamini ni haki na kweli kwenye taifa letu. Kuna haja gani ya kuishi miaka 80, miaka 90, halafu kama unaamini